chache kama na wingi wetu, ningependa tuweze kuwa na wakati mfupi wa hii Bible study kwa dakika kadhaa ambazo ziko mbele yetu. Naamini kwamba Mungu amekuleta vizuri kama vile ameleta. It's a good time to be here. So let's pray. Baba wetu na Mungu wetu, tunapenda kuinua jina lako Bwana. Asante kwa sababu ya asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa sababu uko pamoja nasi. Tunakushukuru kwa sababu ya wiki nzima. Asante kwa sababu ya mkono wako ule ambao umekuwa juu yetu na juu ya maisha yetu. Roho wa Mungu tunakualika ili uweze kuwa pamoja nasi. Muda huu tunakupatia dakika chache ambazo ziko mbele yetu ili kaweze kutamalaki, tufunze ili tuweze Bwana kuelewa na kuwa na msingi ya kukujua. Asante kwa sababu ya neno lako. Tunaomba Bwana ufasaha wa kulijua na kulikamata na kushika ili kaweze kutenda kazi katika maisha yetu. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, tuseme amen. Tuseme amen. Amen. Last time tulikuwa na wakati mzuri na Exodus. Sunday ambayo imepita, hiyo Sunday nyingine tulisoma Genesis na tutasoma na wepesi wetu, kwa sababu tukikosa kufanya jambo hili halitawahi toka, halitawahi enda. Na huo ndio moyo wa yule mwovu Shetani. Usianze jambo, lakini unapoanza jambo Mungu anakuja anaingilia kati, anafanya steps zetu ziwe nyingi kama vile maandiko yanasema. Na kwa hivyo tulisoma Genesis, sasa hivi tutasoma Leviticus kwa sababu sana tulisoma Exodus. Sijui kwa nini hauna notes. Lakini tulisema Genesis ni mwanzo wa kila jambo. When we talk of Genesis, tulisema Genesis ni mwanzo na ni mwanzo wa kila kitu. Mwanzo wa mtu, mwanzo wa kuumbwa, mwanzo wa dhambi, mwanzo wa familia, mwanzo wa serikali, mwanzo wa kila kitu. Kila jambo ambalo tunaliona liko na mwanzo wake katika kitabu cha Mwanzo. Tukasoma Exodus, tukasema Exodus inamaanisha kutoka. Ni kutoka kwa sababu after the story of Genesis tunaona kwamba wana Israeli walitekwa wakaenda Misri. Pia tulisoma Misri ni neno lingine la dunia katika language ya Biblia. Na kwa hivyo tukaona pia vitabu hivi vya Musa, kila kitu ambacho ni physical katika Old Testament ni spiritual katika New Testament. Kwa hivyo tukasema Mungu anapomuumba mwanadamu ako na intentions nzuri. Mungu alipomuumba mimi na wewe, mpango wake ni kuna mahali fulani, hapo na purpose. Anapotuumba kuna purpose. Lakini yule mwovu Shetani anakuwa amengojea. Once mtu ameachiliwa na Mungu, once mtu ameumbwa na Mungu na amezaliwa dunia hii, naye Shetani hayuko mbali, anaanza mpango wake immediately. Kama vile mwanadamu alipoumbwa na Shetani akaanza mpango wake immediately, hivyo tu ndio iko. Mtu anaumbwa na mwanadamu, naye mwovu Shetani ana mpango wake. Na kwa hivyo anampeka mwanadamu. Naye Mungu kwa sababu ana mpango mzuri na mwanadamu, anaanza mikakati ya kumkomboa huyo mtu. Na hivyo ndio ilikuwa kwa maisha yetu. Tumetekwa na Shetani kwa miaka mingi. Wanaisraeli walitekwa kwa miaka 430. Sisi tulitekwa kwa miaka hiyo kabla tukuje kumjua Mungu. Na hatukukombolewa tu hivyo. Kama tuliona kama vile Wanaisraeli walikombolewa kwa vishindo na nguvu na miracles na miujiza na vifo vingi huko Egypt, ndio waweze kukombolewa na damu nyingi iliyomwagika. Mara hii si damu ya mwanakondoo, lakini ni damu nyingi ya Egyptians. It cost their salvation, their exodus, cost death and bloodshed kwa Misri. Tukaona pia sisi, our salvation, our exodus kutoka katika ulimwengu wa dhambi ilimgharimu Mungu, sio damu nyingi ya watu, sio damu nyingi ya Egyptians, lakini damu yake yeye mwenyewe. For the Bible says he became
And although alipokuja walimkataa, Biblia inasema waliomkubali aliwafia na akawakomboa na akawafanya wana wa Mungu. So hata sisi kama vile Exodus, it is not just them, it also speaks to us in spiritual terms. Praise God. Amen. Na kwa hivyo tulipokombolewa, nataka kuintroduce Leviticus. Tulipokombolewa na mambo mengi, Exodus ndio kuna sheria pale. Exodus kuna mambo mengi ya kutoka na kupita. Sasa wametoka na wamepita. Tunaingia Leviticus. Leviticus, as it is called, it is named after the tribe of Levi. Levi ni one of the sons of Jacob. Kuna wengine 11 kama na Levi. Levi ni mmoja wao. Sasa huyu Levi ndio uzao wa makuhani ulizaliwa kutoka kwa Levi. Mungu alimpatia urithi wa makuhani. Makuhani ni high priest. Makuhani ni priests ambao later on waliserve kwa tabernacle. Later on walifanya wao ndio wanachukua dhabihu za watu wa Mungu na sacrifices. So the Levites wanatoka hapa. Na sijui kama unajua, kwa sababu nimesema Old Testament physical is New Testament spiritual. Mungu anapokomboa mtu, isipokuwa tu ni kichwa ngumu ya watu. Mungu anapokomboa mtu kutoka kwa dhambi, vile alitukomboa sisi, mpango wa Mungu ni ule ule, haujabadilika. Mpango wa Mungu ni ule ule ambao alikuwa nao katika Old Testament. So tumesema mtu ameumbwa, lakini kwa sababu shetani ana scheme, amemteka mwanadamu. Kwa sababu mtu anampatia shetani mamlaka juu ya maisha yake. Shetani haambushi mtu. Shetani hachukui maisha ya mtu kama mtu hapendi. Mtu anakuwa ambushed, anadanganywa, anamuasi Mungu. Shetani anachukua usukani. It's not bad luck kwamba shetani anachukua usukani wa mtu. Kuna mahali wameanzia, shetani amekuja amemteka mtu kutoka utotoni wake. Then huyo mtu anakuwa ana practice dhambi. Then dhambi inakolea, mtu anatekwa kama vile walitekwa. So Mungu anapopanga kuja kumkomboa mwanadamu na amkomboe kweli, haiishii hapo. Na hii ndio Leviticus. Haiishii hapo. Mungu ana mpango, akishakomboa mwanadamu amfanye mtumishi wake, to be a Levite. Yawezekana hata mfanye mchungaji, yawezekana hata mfanye deacon, yawezekana hata mfanye mzee wa kanisa, lakini atamfanya awe mtumishi wake wa kutoa dhabihu, wa kuomba, wa kuintercede kwa sababu ya yake mwenyewe, familia yake, nchi yake, viongozi, mambo mengi. Amfanye mtumishi wake ili in the coming world aishi pamoja na yeye. In the coming phase aishi na yeye. Na ni hivyo mpaka wa leo. So Mungu ametukomboa, tumetoka Exodus, tuko Leviticus. Leviticus ni imeandikwa kwa sababu ya mambo mengi ya mtu anapovuka, kama vile walivuka wakavuka ng'ambo ya mto, sasa wamekuwa watumishi wa Mungu. Vile tumevuka, tumetoka katika dhambi. Mungu hana mpango wa sisi kuwa spectators, fans wa mambo ya kingdom. Ametufanya tuwe watumishi wake. Bwana asifiwe sana. Amen. So we are not just here saved, called, given the power, as John says, to be sons of God. No, sio hivyo tu, lakini is to go ahead and be servants of the Most High, to be witnesses na mambo mengine. It's unfortunate kwamba kuna watu wengi sana wanapookolewa na Mungu, they just stay like that. Wanakuwa mafans, wanakuwa mashabiki. Hawataki kujihusisha na maombi, hawataki kujihusisha na mambo ya ufalme na kwenda na kukuwa watetezi wa ufalme wa Mungu. Leviticus speaks about sacrifices. So unaposoma Leviticus, it's about
God called Moses and spoke to him from the tent of the meeting. It speaks about tent of the meeting. Ndio hiyo ilikuwa much later, ilikuwa inaitwa temple in Jerusalem. He said, speak to the Israelites and say to them, when any of you brings an offering, so it is a book of offerings, sacrifices, ordinances. It is a book of sacrifices. In fact, ukisoma the first sacrifice, chapter 2, it is a grain offering. Then there is fellowship offering. It is a book of offerings. The sin offering, chapter 4. So it is a book of offerings. Na kwa hivyo ukikuwa Mkristo unaenda hapo nje unasikia watu wanasema siku hizi mapasta tu ni kuitisha sadaka. Siku hizi mapasta tu sijui ni kuitisha dhabihu. Kwa sababu mtu wa Mungu anapookolewa, Mungu anataka awe an altar man. Mtu ambaye ako na altar. Mtu ambaye ako na madhabahu. Na mchungaji ambaye hatahubiri kuhusu sacrifice. Sio sacrifices. Hizi sisemi ziletwe lakini yenye ilitolewa ndio kubwa zaidi na ndio ya muhimu zaidi kuliko hizi ambayo Yesu alitoa. Na hizi sacrifices zote ambazo ziko hapa katika Leviticus and later in Numbers and Deuteronomy, hizi zote zinaongea kuhusu sacrifice ambayo Yesu alifanya msalabani. Je, pastor, unatufundisha Leviticus ndio tuwe watu wa kuleta dhabihu kanisani? Hapana. Nafundisha Leviticus na introduce Leviticus ndio mtu wa Mungu akaye akijua kwamba maisha yake tuko hapa saa hizi kwa sababu ya sacrifice ambayo ilitolewa msalabani, ambayo imeongea kuhusu sacrifice zingine zote, ambayo imenullify sacrifice zingine zote. So je, pastor, kuna muhimu wa sacrifice sana. Muhimu gani? Kwa sababu wengine wanatoa dhabihu zao. Vile umeketi hapo saa hizi. Kuna mtu yuko Mombasa saa hii, kuna mtu yuko chini ya maji saa hii. Kuna mtu yuko mlimani saa hii. Anatoa dhabihu kwa sababu ya familia yake. Ako tayari kuua mtu kwa sababu ya familia yake. Ako tayari kupeana damu ya mtoto wake kwa sababu ya biashara yake. So this is a book of sacrifices. It is a book of Leviticus, the Levites, because me and you are actually Levites. Usikae hapo kuona pasta na yeye peke yake na biko ndio wanastahili kutumika katika nyumba ya Mungu. Sote tumeitwa kutumika kwa njia moja ama nyingine katika nyumba ya Mungu. To make sure sacrifices are brought. Which sacrifices? Prayer is a sacrifice. Thanksgiving, other offerings are sacrifices. Worship is sacrifice. Thanksgiving from our lips is sacrifices. Coming here is a sacrifice. So coming here is a sacrifice. So we are supposed to be here, help others to bring and to accept their sacrifices. When people come to worship, we are supposed to help them bring their sacrifices of worship and praise. Na ukiona mtu ambaye hataki kutumika, hataki kuhusika katika kusaidia wengine kuleta sacrifices zao, aidha za mdomo, aidha za kuimba, aidha za kumsifu Bwana, huyo mtu astahili kuombewa sana. We are all supposed to be Levites. And now Leviticus speaks about all these many sacrifices. Na tena imeongea kuhusu dietary laws. Dietary laws ni gani? Utasoma ukiendaenda kwamba usikule hii, kula hii. Oh, Musa, waambie wasikule nguruwe, wakule kondoo. Kwa nini? Je, sheria hizi ni zetu pasa, sio zetu? Je, sheria ya kwamba usivae nguo ambazo hazifanani, sheria hizi ni zetu mchungaji, sio zetu? Ni zao. Zilipewa wale wa Israeli. Then kwa nini pasa unazifunza ama kwa nini
nini unagusa kitabu hiki? Kwa sababu hata kama ni si zetu, hata kama sisi tunastahili kukula kila kitu, baadaye maandiko yanasema in the New Testament kwamba kila kitu ni chakuliwa, especially kama kitakuwa tumekishukuru kwa shukrani na kukitakasa katika maombi. Lakini wale waliambiwa usile mnyama yoyote ambaye hoof yake iko hivi. Again, tulisema Old Testament physical is New Testament spiritual. Thank you. Waliambiwa wanyama ambao watakaoliwa ni wanyama ambao their hooves are divided. The Bible says a Christian should live a divided life, separated life. Hatustahili tu kutembea hivi tu. Kuna mwimbaji wimbo anasema nenda ukiwa kuna anilie mehaka. A Christian life should have divided. Yani mambo usiende tu hivi. Tuwe divided. Yani unajua hii naweza fanya, hii siwezi fanya. Sina fanya kila kitu. Separated. Hooves. We should walk. It speaks about our hooves. Haiongei kuhusu mguu wetu. Inahusu kuhusu miguu yako. Swali, miguu yako inaenda tu mahali popote ama miguu yako imegawanyishwa? Mwana wa Mungu Leviticus anaambiwa miguu yake iwe divided kama ya ng'ombe. Iwe divided, the hooves. Unajua mahali pa kwenda na mahali pa kusitaweza. Je, Mkristo kwa hivyo kwa sababu tumeambiwa tukule kila kitu bora kwa maombi. Ati sasa mimi tena kuna mahali imesema don't touch a dead body. Mchungaji, unamaanisha ni mtu hawezi gusa maiti? Sio, aiongei mambo ya maiti tu. As we said, it's physical versus spiritual. Kuna mambo fulani katika maisha yetu ukiangalia hivi unaona hivi kifo. We should not touch it. Bwana asifiwe. Inasema you should not touch the dead body kwa sababu ya rafiki yako, kwa sababu ya mtu wako. Hivyo ndio inasema in Leviticus 21. Kwamba you should not touch a dead body on behalf of a friend, a relative. In the spiritual, usifanye dhambi kwa sababu ya rafiki yako, Njeri. Useme utafanya kwa sababu binti anafanyaga. Then you touch something which is dead. Kwa sababu ya binti, kwa sababu ya Njeri, kwa sababu mchungaji uliona anaenda akifanya. Kwa hivyo ndio nisimchukize, wacha na mimi nifanye. Physical, spiritual. Inasema as a Levite should not shave his hair. Should not shave his beard. Kwa sababu anaomboleza. In the spiritual, ukiwa mtumishi wa Mungu, usifanye mambo ambayo ni tofauti na yale ambayo ulikuwa unafanya kitambo. Ukasema kwa sababu sasa ni phase mpya ya maisha, ni Christmas. Saizi ni Easter, kama saizi tunaenda holiday. Kuna watu wengi sana wanaangukiaga hapo, wanaokoka tena Januari. Wananyoa nywele zao ambao kitambo hawapo wananyoa wakati huo. Sasa imefika phase ya Christmas, mtu ameondoka katika utakatifu. Alafu anarudi Januari anasema nimeokoka, nibatizwe tena. Mungu ni wa amani, Mungu ni wa huruma, atanihurumia. No. So this is Leviticus. Just speaks about mtu ambaye ameitwa katika hekalu ya Mungu. Na sisi wote Leviticus tusione ni ngumu, tuipende kwa sababu Genesis, Exodus tumetolewa, tumeingizwa katika ukuhani. Tumpende Mungu, sisi tumeitwa tusaidie kuleta dhabihu na pia tusaidie wengine kuleta dhabihu za Bwana asifiwe. Si yetu. Tusaidie wengine kuleta dhabihu. Hiyo inamaanisha hata ukiwa hapa kanisani, ukiona mgeni hapo nje, anatafuta mahali ya kwenda, wewe ndio uko hapo umsaidie. Usitafute mama Cecilia,
Usitafute elder, usitafute Mrs. Pastor. Wewe ndio uko hapo. Wewe ndio unamsaidia kuleta dhabihu zake. Siongei mambo ya pesa, naongea kuhusu dhabihu ya fedha, yes. Dhabihu ya sacrifices, yes. Nguvu zake, muda wake, kama I show you where we are going to worship. Leviticus. Inastahili kuongea mambo ya pastors na wale ambao wanamtumikia Mungu kwa hiyo njia, sawa? Lakini we are all sons and daughters. He gave them the power to become sons of God. You are a son of God and we work here. Bwana asifiwe. We are people who work here to help others to bring their sacrifices, to help others to worship, to help others to give a sacrifices of praise. Na sacrifices hizi pia zinatuonesha vile tunastahili kuleta zetu. Tunapoleta zetu inatuonesha. Wanasema utakapokuwa ukileta dhabihu, hivyo ninawaambia, Moses tell them as they bring the sacrifice of sin offering, this was the way to bring it. Watakapoleta, Musa waambie, watakapoleta dhabihu hii ya shukrani, wailete kwa njia hii. Na hata sisi tukisoma inatuonesha vile tunastahili kuleta dhabihu ya shukrani. Ya aina gani? Waliambiwa walete kondoo asiyekuwa na mawaa. Sisi hatuleti kondoo, tunaleta offerings. Na huwa tunafundishwa, let us bring the best that we have. Mawaa ni nini? Wakati ule ni mbuzi aliyevunjika, amekatwa sikio, ako na minyoo, sijui amefanya nini, anatoa makamasi, si mzuri, ni mgonjwa. Na wakati wetu sio mbuzi, hatuleti kondoo, hatuleti ng'ombe, lakini sacrifice ambayo tunaileta, let us choose what is the best. Hatuleti mbuzi, hatuleti kondoo, lakini we are bringing what is the best. And what is the best, Pastor? I don't know, you know. Na Mungu akusaidie kuijua ni gani. So even as we live here, that is Leviticus for you. Because as I said again, we are all of us the tribe of Levi katika mambo ya kiroho. Hebrews later on says we are following the high priest and we are serving together with him. Bwana asifiwe sana. Let's pray. Our Father and our God, we thank you for that word. Help us to know that we are serving and you have called us to be servants in your house, to help those that are bringing sacrifices of praise, of honor, of adoration, of worship, and to help them see. Help us to be witnesses of your salvation. We thank you for that wonderful time. We pray that your word will find a place in our life. Even as we go on and consider Leviticus, help us see you, Jesus, in every chapter and every word of Leviticus. We thank you for giving yourself as a sacrifice for us, and which has stayed above every other sacrifice, which has taken preeminence above and over every other sacrifice that was given in Leviticus. And now we have you. But you are showing us the way to make and to appreciate what you have done for us. We thank you for dying for us. We thank you for your blood. The blood which is in Leviticus was not enough to save us, but your blood in the New Testament was and is enough to save and cleanse us today of all our sin and iniquity. We bless you and we magnify your holy name. We thank you for Leviticus. We pray that even as we go to the other book, you will give us the ears to hear what the Spirit is saying to our lives and to Emmanuel at this time. We thank you and we bless you. We pray that you may continue with us even as we go to main service, for the glory and honor of your name. In Jesus' name we pray and believe and we say amen. Amen. Asante sana. Mungu awabariki.
tujiandae katika ibada.